Siku zote wanasema kuwa wazazi wana nafasi kubwa sana katika kuifanya familia kuwa njema, yani hasa katika kipande cha malezi ya watoto. Lakini pia wazazi hawa wanakuwa na nafasi kubwa ya kuwafanya watoto hao waharibikiwe kimaisha. Ikiwa na maana kwamba malezi ya watoto wa kiume kwa mama huwa na tofauti sana na malezi ya watoto wa kike kwa baba. Yani ndani ya malezi ya mtoto wa kike kwa baba kuna madhara makubwa sana, yani kuliko hata mtoto wa kiume kwa mama. Hapa nakukutanisha na Alvila Bernard Ramson ambaye anatusimulia historia ya maisha yake. Baada ya kulelewa kwa zaidi ya miaka 18, Dr. Bernard Ramson aliamua kumuoa mke wake kwa lengo la kutaka kutembea na binti yake. Kutokana na uzuri wa Alvila ambaye alikuwa ni binti yake, alimkataza kabisa binti huyo kujihusisha na mahusiano ya kimapenzi au na mwanaume yoyote yule, hata kuna kipindi ambapo binti alikuwa akimuuliza baba yake sababu ya kufanya hivyo, lakini hakuwa akisema chochote. Naomba nikukaribishe katika riwaya hii nzuri sana ya kusisimua. Msimuliaji wako si mwingine, mimi yule Asia Swai, lakini mwandishi wa riwaya hii si mwingine ni Sam Dafor. Kumbuka hii ni Simulizi Zetu Media. Tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii kwa jina Simulizi Zetu Media. Lakini usiache kushare, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Twende tuanze sehemu ya kwanza ya simulizi yetu. Najuta kwa nilichofanya katika maisha yangu. Najuta maamuzi yangu mabaya ambayo nilihisi ni sahihi kwa maisha yangu. Lakini kibaya ni kwamba nachukia hadi wanaume na wachukia. Najuta for everything. Ilikuwa ni sauti ya mwanamke ambaye alikuwa akinisimulia tukiwa tumeketi katika viti vya ndani ya ofisi yangu. Huko katikati tukiwa tumetenganishwa na meza kubwa kiasi. Sauti zetu ama yake ilikuwa ikitoka katika chumba kidogo hivi kilichokuwa kimetengwa mahususi kwa ajili ya shughuli za ushauri wa wanafunzi ambao wapo chuoni na wengine ambao wapo katika mahusiano. Baada ya binti kuzungumza kauli yake hiyo, nilimtazama vizuri. Niligundua kuwa alikuwa na maumivu ndani ya mwili wake. Sumu kubwa ilizidi kumuumiza na yeye alihitaji kuitoa, lakini hakuona njia sahihi ya kufanya hivyo. Basi niliendelea kumtazama, lakini walihisi kuona aibu kama sio kuhisi maumivu, maana niliona anaanza kutoa machozi. Basi nilichukua kitambaa ambacho kilikuwa katika mikono yangu na kisha nikamkabidhi binti yule. Kwa mjongeo wa upole, aliruhusu mkono wake wa kulia kupokea kitambaa kile na kisha akafuta chozi ambalo lilikuwa likimdondoka. Nilijikuta namtazama si mara moja wala mara mbili. Kisha changu kilianza kutafakari mambo mengi kuhusu huyu binti. Na kama sio mwanamke ambaye alijitambulisha kwangu kwa jina la Alvila Bernard. Alikuwa na urefu sio kuwa wasifa, umbo lake inaweza sema kama limesimama katikati. Yani wembamba na unene. Lakini siwezi kusema kwamba moja kwa moja alikuwa na umbo baya, ingawa wapo ambao wamesema kwamba binti huyu alikuwa ni mbaya na wengine ambao walikuwa wanamwambia kwamba binti huyu ni mzuri sana. Kwa nini unasema hivyo? Nilimuuliza huku nikitarajia kuwa atanipa sababu ya yeye kusema kile ambacho alikuwa amekianzisha kabla. Nahisi hii ndio dunia ambayo nilichagua kuishi. Hii ndio dunia ambayo nilitengeneza miaka 7 kama sio 3 nyuma. Matokeo ya yote haya nayaona sasa hivi, hasa ninapougua mara kwa mara. Alinielezea huku akidondosha machozi. Alipofikia katika hatua hii, nilitambua wazi kwamba tayari Alvila alishapigwa na kitu kizito, kwa kuwa ilikuwa ni kawaida yangu kuwajenga na kuwaweka sawa watu waliofika katika dawati langu la ushauri hapa chuoni, hasa wanaoteswa na mapenzi, na hata sikushangaa sana. Niliinua mikono yangu kutoka katika usawa wa kiti hadi katika usawa wa kifua na kisha nikaweka mezani. Nikasema, "Kuna nini?" Sikutegemea swali langu lingemgeuza mrembo huyu ambaye alikuwa anaonekana kuwa amekamilika kwa kila kitu. Nilistaajabu sana. Yani nilimwona binti huyu alikuwa ameshindwa kujibu kile ambacho nimemuuliza. Zaidi aliangua kilio cha hatari. Nimejikuta tu nikiwa njia panda katika maisha yangu. Nimejikuta nikitamani kuua, yani hata kabla ya kupenda tena. Najuta mimi. Nimejikuta nikisema sitaki kuzaa.
maana mwanangu anaweza kuja kuwa kama mimi. Binti huyu alisema huku machozi yalikuwa kimbubujika haswa. Nilianza kuhisi jambo. Kila alipokuwa akinamtazama niligundua kuwa huenda alikuwa na historia ngumu sana ambayo inamuumiza, yani kupita maelezo. Lakini anashindwa kuizungumza, labda kwa kuwa sikuwa nampa uhuru wa kutosha. Kuna nini binti? Kuwa mwazi, maana unapoanza kulia mimi nashindwa namna nzuri ya kukusaidia binti. Basi nilimwambia hivyo. Nilimuona binti anajiweka sawa. Akaniangalia kidogo huku akiweka kaibu mbali. Akasema, kama vile ambavyo wewe unashindwa kunishauri ndivyo ambavyo na mimi nashindwa kujua nianzie wapi. Lakini naitwa Alvila Bernard Ramson. Nimezaliwa Dar es Salaam. Nimekulia hapa Dar. Yani hadi nafika hapa chuo bado naishi na mzazi wangu mmoja ambaye yupo hapa Dar es Salaam. Aliweka kituo kingine kikubwa tu kiasi ambacho kilinitatiza zaidi. Nijikuta nawaza kama sio kutafakari juu ya kauli yake ambayo alianza kuisema kwamba yupo na mzazi mmoja. Yani hadi hapa niliona ni vyema kama nikitumia hii kauli yake kuwa sehemu ya kuanzia katika hukumu yangu. Si wanasema maneno ya mtu ndio hukumu yake? Basi niliamua kumhukumu. Nilimuuliza, una mzazi mmoja, ina maana mwingine hayupo? Binti alinamisha kichwa chake chini. Alipoinua alikuwa amelowana machozi mno. Macho yake yalikuwa mekundu, yani utazamni mbwa ambaye amevutishwa bangi. Akanambia, ndio, sina. Mama yangu ashafariki nikiwa mwaka wa kwanza hapa chuoni. Lakini kifo chake ndio kimepelekea haya yote. Sasa hivi nateseka. Mwili wangu, yani kama unavyoonekana hivi. Kiufupi nasubiria kufa tu. Niliguna. Kama ulivyokuwa una hamu ya kutaka kujua nini hasa kilimtokea huyu binti, ndivyo ilikuwa kwangu. Nilikuwa na shauku kubwa mno ya kutaka kufahamu ni nini haswa kimemkuta. Basi linibidi niendelee kudodosa ili nipate ukweli. Nikamuuliza, ilikuwaje? Nakumbuka ilikuwa binti alishindwa kuendelea, machozi yakiendelea kumtoka. Sasa ladha ya kusikiliza simulizi yake ilinitoka kabisa, yani ingawa nilikuwa natoa ushauri kwa wanafunzi mbalimbali, yani kama si wengi, lakini sikuwahi kukutana na mtu ambaye yani sehemu ya kwanza tu ya simulizi yake anaanza kutoka na machozi. Kwa kweli ilinikera. Nakwambia maana yani sipendagi mtu ambaye anajilizaliza. Lakini nilipokumbuka kwamba alisema mama yake alishafariki ndio chanzo cha matatizo yote ambayo yanamkumba, niliona nina kila sababu ya kutaka kujua nini hasa kilitokea. Nikasema, unaweza tu kuendelea binti. Kauli yangu hii ilimfanya huyu binti kuvaa ujasiri na kisha akaniambia, jina langu ni Alvila Bernard Ramson. Kama ambavyo nimejitambulisha hapo kabla, mimi ni mtoto wa kwanza na wa mwisho katika familia ya baba yangu. Nimezaliwa Sinza jijini Dar es Salaam. Maisha yangu yote yalikuwa na furaha mno. Furaha ambayo sasa hivi naitamani irudi, maana ni kila kitu kimevurugika. Haya yote yamekuja baada ya mimi kutoa ruhusa ya baba yangu kumuoa mama ili nifurahie naye mapenzi. Binti alijikuta akishindwa kuendelea. Iliishiwa nguvu. Nijikuta navutiwa na navuta hisia ya roho ya huyu mwanaume mwenzangu ambaye aliamua kula kuku na mayai yake. Nilimuuliza, "Hebu ngoja kwanza. Ina maana ulikuwa na mahusiano ya kimapenzi na baba yako?" Ndiyo. Nilikuwa naye ndio. Alinitoa na bikira yangu. Ni baba yako mzazi? Ndiyo, ni baba yangu mzazi. Na hivi sasa ananifanya najiuliza, naumwa nini? Na kama ni ukimwi, ni nani kaniambukiza? Sijakuelewa bado. Imekuwaje? Nini hasa kilitokea? Ndicho kimenipa nafasi ya kuja hapa kwako ili nijue nifanyaje. Yaani hata hivyo kuna wanafunzi ambao kila siku naendelea kuharibia ndoto zao. Nimekuja kwako labda utanishauri nini nifanye. Huyo binti aliniambia. Basi nilishindwa hata kuzungumza zaidi ya kutaka tu awe tayari kutiririka historia yake. Yaani
nilimpa uhuru kikamilifu wa yeye kusimulia. Akasema tangu nikiwa mdogo baba yangu alinipenda kupita maelezo. Kila ambacho nilikuwa nakihitaji baba yangu alininunulia, tena kwa wakati mwafaka. Alinipa zawadi pindi alipokuwa akitoka kazini, na mimi nilikuwa nafurahia mno kwa kuwa nilizaliwa katika familia ya kitajiri kupindukia na inayosifika karibia Sinza nzima yani. Basi nijiona mimi ndio mimi. Yani hapa nilianza mashauzi nikiwa shuleni na walingia wenzangu, yani hata walimu wangu pia na walingia. Unaelewa? Basi hatimaye nikafanikiwa kumaliza elimu yangu ya msingi, nikaingia zangu sekondari. Nikiwa huko taratibu maumbile yangu akaanza kubadilika. Umbo nzuri nilianza kuwa katika mwili wangu. Kila aliyenitazama alitamani kunisimamisha na kunitongoza. Ndoto nyevu zilikuwa hazikauki katika kichwa changu. Nilikuwa naota mara kwa mara, yani kama ilivyokuwa kwa wanawake wengine wanapoanza kubarehe. Niliogopa mabadiliko haya mwanzoni, lakini nilipoenda kwa matroni na kumwambia hali ambayo nilikuwa napitia, akanipa mwangaza. Basi ndipo nikafahamu kuwa ile ilikuwa ni hali ya kawaida. Nakumbuka kuna muda nilikuwa nakaa na wenzangu, nao pia wanapiga story mbalimbali za wanaume, na muda mwingine tunasimuliana kuhusu yale ambayo tulikuwa tukiyaota. Niliona nina kila sababu ya kumweleza mama mabadiliko haya. Basi niliporudi zangu nyumbani wakati wa likizo, nilitumia huo mwanya kumwambia mama jinsi yani ambavyo nilikuwa najisikia na hali yangu ilivyokuwa imebadilika. Kiukweli mama yangu aliniambia kila kitu. Aliniambia vitu vingi sana, tena vingine nilikuwa hata sivijui. Alianza kunifundisha kuhusu usafi wa mwili, huku akinielekeza kila hatua na namna nzuri ya kufanya ili niwe mwanamke imara na msafi. Wakati haya yote akiwa yanaendelea, baba yangu alikuwa hajui chochote kile. Yani hata nilipokuwa narudi tena shuleni, niliendelea na masomo yangu. Taratibu walimu walianza kunitongoza kama ambavyo unajua walimu wa siku hizi. Nijikuta nataka kuingia katika vishawishi, lakini Mungu aliniepusha navyo. Ila nakumbuka siku moja nikiwa nipo form 4, wanafunzi tulikuwa tunajiandaa kwa ajili ya mtihani ya moko. Basi tulifanya hadi tulipokuwa tumemaliza, walimu walitupa likizo ya wiki 2 ili tuwahi kurudi na kuendelea na masomo. Kiukweli sikupenda kukaa shuleni. Nilimpigia simu baba yangu kupitia namba ya matron, na alikuja kunichukua pale shuleni. Basi kabla ya hayo, hapo nakumbuka wiki 3 nyuma baba yangu alikuja kunitembelea, na kwa kuwa ilikuwa ni kawaida yake, yani anafanya hivyo, kwa hiyo hata sikushangaa sana. Nilikaa na baba kwa zaidi ya dakika 30 huku akinishauri mambo mbalimbali. Baba yangu aliniahidi kwamba likizo ikifika atanipeleka Kilwa kwenda ku refresh mind, na vile ambavyo nilikuwa napenda kutembea ndio kabisa alikuwa ameniweza. Kiukweli nilipenda sana baba yangu. Na pia kitu kinanifurahisha zaidi ni kutoka vacation. Yani vile ambavyo nilikuwa nasafiri na baba katika maeneo tofauti, basi nilihisi raha sana. Kuna muda mwingine yani hata baba mwenyewe alikuwa anahisi fahari kuwa na mimi. Basi tarehe maalum ya kufunga shule ikafika. Baba yangu alikuja pale shuleni na kunichukua. Tulianza safari ya kuelekea Kilwa Masoko, ambako huko ndo kwa mujibu wa baba aliniambia kwamba tunaenda kukaa kwa siku kama sio 2 basi 3. Yani Ijumaa hadi Jumapili. Kama sio Jumatatu tungekuwa tumerudi nyumbani. Basi bwana, tukiwa tupo katika gari nilimuuliza kuhusu mama kama yupo nyumbani ama la. Baba akaniambia kwamba mama yako yupo Kilwa anatusubiria. Yani hadi hapa nilizidi kuwa na furaha. Ingawa kuna muda kuna kauzoni fulani hivi nilikuwa nacho, kutokana najua kwamba ni kipindi ninapokuwa na mama, yani huwa sina furaha sana. Sababu mama yangu alipenda sana kunigombeza, yani baadhi ya mambo, yani kama kumkumbatia baba, kumwambia baba kwamba nampenda, na mkisi mashavuni, na muda mwingine hadi na mkisi mdomoni, unaona? Nachezea kidevu chake. Basi naye baba alikuwa anajisi amani kabisa. Baba naye alikuwa akihisi yani hali hii ya mimi kumchukia mama. Alijaribu kuniuliza, lakini sikuweza hata kumwambia. Nilikaa kimya hadi pale ambapo tulifika Kilwa Masoko.
Kwa kweli ilikuwa ndio mara yangu ya kwanza ni kufika katika ule mji wa kitalii na kihistoria, basi nilifurahia mno mazingira yale. Nakumbuka vizuri tulifika kama kwenye saa 8 hivi mchana. Tukapokelewa katika hoteli kubwa ya kifahari ambayo yani sikuwahi kufika kabla. Pembeni ya hoteli kulikuwa na bahari pamoja na fukwe kubwa tu ambayo haikuacha kutupa upepo mzuri wenye kukonga nyoyo zetu. Hatimaye mchana ulikatika na jioni ikaingia. Bado katika kichwa changu nilikuwa na taswira kwamba katika eneo lile mama alikuwepo. Licha ya hivyo sikuacha kumuuliza baba ili nifahamu mama yuko wapi. Nilimuuliza huko tukiwa tupo pembezoni mwa kingo za hoteli ile ndefu ya ghorofa. Mama yako amepata dharura. Ameenda kwa shoga yake maeneo ya Kivinje huko. Yaani hadi muda huu hajarudi, yani nahisi itakuwa kesho tena hiyo. Tena ila sawa, maana hata angekuepo karibu na mimi siwagi na furaha kabisa, yani kama ninapokuwa na wewe tukiwa peke yetu. Nilimwambia baba yangu hivyo. Basi kauli yangu hiyo iliniponza. Yani ilikuwa ni kama nimeweka utelezi kwenye sakafu. Baba aliona nimemchongea njia nzuri. Unaona? Akaniuliza, "Kwa nini mama yako anakuwa na chuki na wewe, yani hata tunapokuwa pamoja?" Mimi mwenyewe hata sijui lolote yani. Labda kwa kuwa kila muda unanitaja na kunikumbatia na kuniambia kwamba unanipenda. Sasa hilo ndilo la mtu kujenga chuki jamani. Ila sawa, hakuna shida. Baba aliniambia na mimi niliona sikuwa na neno lingine la kuongezea. Usiku ulipoingia tulitembea maeneo mengine ya starehe ambako tulifurahi na kucheka, lakini baba yangu nilimuona akizidisha kunywa pombe yani kupita kiasi. Na haikuwa kawaida yake. Nilijaribu kumzuia kwa sababu nilikuwa namfahamu madhara ya kunywa pombe nyingi, yani hasa wakati za usiku, wakizingatia kwamba yeye ndio anatakiwa kuwa dereva. Baba, it is enough. Inachosha sasa. Usizidishe sana. Tunakwenda ni eneo ambalo hata mimi silitambui vizuri. Nilisema huko nikijaribu kumkataza. Najua ninachokifanya. Na usizani kama naweza kulewa kiasi hicho. Sawa mama. Baba aliniambia. Niliona bora niachane naye tu, maana sikutaka hata purukushani zake zingine. Niliendelea kuchezea simu yangu kubwa kiasi huko nikiwa na chati na marafiki zangu wa school, unaona. Basi baba naye alikuwa akiendelea kunywa vinywaji vyake, lakini muda wote jicho lilikuwa katika kifua changu. Nilihisi mashaka na aibu, lakini kwa kuwa ilikuwa ni kawaida yangu kama sio ya familia yangu kujiachia kama vile ambapo tulikuwa tunakaa, basi nilijionea tu kawaida. Maana kuna muda mwingine nilipokuwa nipo nyumbani nilikuwa naweza kutembea hata na t-shirt tu, yani kila sehemu bila hata kujali kwamba kuna baba au kuna mama. Mwenyewe niliita unyamwezi. Kifua chako kimenona mwanangu, baba aliniambia huko akipeleka mkono wake maeneo ya kifua changu. Dad, unafanya nini? Nilisema kwa sauti ya kitoto kwa baba. Let me see. Nataka kuona tu, just for 1 second. Kwa sekunde moja tu. Baba aliniambia huko akisisitiza. Basi nilimwacha angalie. Sijui kama ulikuwa ni utoto au ni ujinga, lakini nilihisi kama kile ambacho nimekifanya kilikuwa kitu kizuri. Ingawa kuna muda nafsi yangu ilinisuta. Nakumbuka tuliondoka pale saa 6 usiku hadi katika hoteli. Kisha baba akaelekea katika chumba chake na mimi nilikuwa na chumba changu. Nilipofika nikaelekea bafuni, nikaoga vizuri na kuchukua kanga yangu, kisha nikajilaza kitandani kusubiri usingizi ambao sikujua unakuja muda gani. Lakini hata kabla sijalala vizuri, ghafla mlango uligongwa. Nani? Niliuliza nikiwa na wasiwasi hivi. It is me daddy, baba alisema, na mimi nilipojua ni yeye basi nilienda kufungua. Nilishangaa kuona nilipofungua tu mlango akaingia chumbani moja kwa moja na kujilaza kitandani. Siku ile baba alilala hadi asubuhi na hakuwahi kufanya lolote lile. Mwanzoni nilikuwa na wasiwasi kwamba labda baba anaweza kunilazimisha
na tukafanya mapenzi, ila baadaye nikaja kujua kwamba alinihakikishia kwamba hakuna kitu chochote kile ambacho angeweza kunifanyia. Nakumbuka alinisimulia mambo mengi sana, kuanzia alipompata mama, walivyokuwa wanaishi enzi zao, hadi baba anakuja kuwa tajiri mkubwa mno. Masimulizi yake yalinifanya nijihisi kweli nina baba ambaye ananipenda sana. Kuna vingine ambavyo alikuwa anavisema hakuwahi kuvisema kabla. Alinisimulia kuhusu tabia ya mama kulala nje ya nyumba kipindi ambacho mimi nakuwa, yani sipo pale nyumbani, na yeye anabaki na mfanyakazi tu wetu. Unaona, baba alisema kwamba kipindi hicho ndicho kilikuwa kigumu sana kwake, maana ilifika hatua alipiga hadi nini wanaita punyeto pale anapokuwa anamkosa mama. Nilihisi kuumia mno, kwa kuwa baba alinisimulia kwa machungu kiasi kwamba nilitamani mama awe mbele yangu ni mzebe hata vibao. Kuna kipindi hadi machozi yalikuwa yakimtoka. Masimulizi yake na vile ambavyo alikuwa ananitizama nizidi kujenga chuki kwa mama, ingawa sikuwahi kuona kama mama yangu akilala nje ya nyumba tangu nakuwa hadi sasa. Nilijikuta namuuliza baba kwa mara mbili kuhusu tabia hii ya mama ambayo amenisimulia. Sijawahi kuwa muongo kwa hata siku moja. Baba aliniambia, au itakuwa huko Kilwa Kivinje kaenda kwa watu wake. Nami nilimuuliza, kuyajua yote hayo Alvila ni kujitafutia maumivu yasiokuwa na mfano mwanangu. Hata ni yule tu basi bila hata kumchunguza. Lakini tambua kwamba mama yako amebadilika tena sana tu. Baba aliendelea kunieleza huku akitokwa na machozi. Nilimwamini baba yangu kwa 100% na kujenga chuki zaidi kwa mama yangu. Nikiwa mwenye mawazo nilianza kujenga na kupanga maneno makali ya kumwambia mama juu ya vile ambavyo baba anavyomfanyia baba. Nilisema kwamba endapo akirudi nyumbani au nikirudi nyumbani, basi mama atanikoma. Nitamchamba na kumwambia ukweli wote kuhusu kile ambacho alikuwa akimfanyia baba. Na kama ameshindwa kuishi na baba, bora tu amwambie acha naye kuliko kumtesa na hivyo ambavyo anamfanyia. Hakika niliona nitamtetea baba yangu na nilifanya hivyo kwa kweli. Yaani kwa kuwa nilikuwa nampenda sana, na hii ilitokea kutokana na upendo ambao nilikuwa nao kwa baba yangu. Basi baada ya story za hapa na pale, tulijikuta tukilala huku nikiwa kifuani kwa baba. Ni kama alinipa kumbato hivi, lakini hakufanya chochote. Yaani hadi palipokuwa pamepamazuka. Kwa kuwa tulikuwa tumelala kwa amani siku ile, nilijikuta tu namwamini baba na kuhisi kwamba hawezi kufanya lolote lile baya kwangu. Nilimwona baba ni mwanaume anajitambua, na huenda alikuwa anakuja chumbani kwangu ili kunisimulia yale ambayo alikuwa akifanywa na mama yangu. Sikujua kama wanaume wote wanasimamisha. Sikujua kama yule alikuwa ni sehemu ya nyoka ambaye amejificha na ameficha meno yake kwa siku ile, na aliingia ili kunipa mambo machache tu ya uongo kuhusu mama, ili atakapokuwa anaanza kunivaa iwe rahisi. Basi palipopambazuka, tuliendelea na ratiba nyingine za siku. Tulizunguka katika kila eneo la starehe huku tukitalii. Si baba alikuwa anatunza shilingi ngapi kwa ajili ya mizunguko yote ile ya siku na siku nyingine, lakini naweza sema kwamba tulitumia hela. Yaani sio fedha, tulitumia hela, sio fedha. Mizunguko yetu yote iliishia jioni saa 12 hivi katika hoteli nyingine, ambapo tulikula pweza, tukala tukapitiliza. Baba akaniambia kwamba pweza huongeza nguvu mwilini, na mimi sikutaka kumuuliza ni nguvu gani. Basi tulikula kisha tukasaza. Baba aliendelea kunywa pombe na mimi nilikuwa niko busy na simu yangu. Lakini ajabu ni kwamba katika wakati wote huo mama hakuwahi kunitafuta. Nilijiuliza maswali mengi, lakini mwisho kabisa nilihisi huenda kile ambacho baba alikuwa amekiongea kuhusu mama kilikuwa ni kweli. Baba, kwani mama hana habari na mimi? Ina maana kumwambia kama tumefunga shule na upo na mimi? Hakuna ambacho mama yako ajui, Alvila. Na kama ukiona hivyo, labda itakuwa kaamua tu. Daddy,
unajua nimeanza kumchukia mama. Namchukia na lazima nitamwambia ukweli wake wote. Yaani iwe hapa au tukirudi nyumbani. Yaani hicho ambacho anakifanya sio vizuri. Nilimwambia baba. Ingawa baba alikuwa makini kunisikiliza, lakini hakuonesha kuchangia kile ambacho nilikuwa nakiongea. Hatimaye tulifanya kila kitu kilichokuwa kimetakiwa kufanywa na tulimaliza safari yetu ya kurudi na tulianza safari yetu ya kurudi katika hoteli ambayo tumefikia. Siku hii tulikuwa tumewahi kidogo kurudi. Hatukuchelewa kama siku ambayo ilipita. Kwani tulifika katika hoteli mida ya saa 3 hivi. Kama sio saa 3:30 basi na robo usiku. Baba alienda katika bar iliyokuwa pembeni ya hoteli, akaagiza vinywaji mbalimbali na kisha akaja navyo chumbani kwangu. Aliweka katika meza ambayo ilikuwa ndani ya chumba. Daddy, lini utaacha kunywa hizo pombe? Uhisi kama zitakuumiza? Nilimuuliza huko nikibadilisha suruali yangu. Kwa kuwa nilijifunga kanga mwili mzima, sikuona haya wala aibu kufanya vile mbele ya baba. Nilichukulia kawaida tu kama ilivyokuwa kwa siku nyingine. Mama yako ananisababishia haya yote. Mama, kwa nini? Lakini kwa nini unafanya haya? Ona unavyokuwa. Kabla hata sijamaliza, nilimuona baba akisimama. Lakini wakati anasimama, pakiti ya kondomu ilidondoka chini. Nilitizama. Kimoyo kilinipiga mno. Unajua nilikuwa nahisi na kuona katika matangazo, muda mwingine hata kwenye runinga, lakini sikuwahi kuona kondomu kwa macho. Unajua? Basi niliuliza, "What is this, Daddy?" "Oh Mungu wangu." Baba alisema huko akiinama kisha akaokota na kuweka mfukoni kisha akanisogelea. "Don't be afraid. Hii ni kondomu, ipo kwa ajili ya kujilinda." "Na nini baba?" nilimuuliza. "Utaona soon." Baba alisema kisha akanisogelea hadi katika mlango, akasogea katika mlango na kufunga kitasa huko akitoa funguo akasema, "Nenda kaoge basi. Acha na mimi nilale." Alijirusha kitandani. "Unalala hapa na leo?" "Ndio." Niliguna kuweka mashaka, ila nilivyokumbuka tulivyokuwa tumelala jana nilisi fahari tu na sikutaka hata kumfukuza baba. Mwanzo nilihisi labda baba alikuwa ananitamani, lakini nilipoenda kuoga na kurudi nilimkuta baba akichezea simu yake. Mwanga ulimulika na yeye hata kuonyesha kama anajali hivi. Zaidi alikuwa anafurahi muda wote. "Nataka kubadilisha nguo baba," nilisema, lakini nilishangaa baba akiinuka na kunisogelea kisha akanitomasa chuchu zangu. "Baba, unafanya nini?" Nikahamaki huko nikirudi nyuma. "Nakumbuka jana uliniruhusu niangalie." "Ndio." "Utashindwa leo kweli?" baba aliniuliza. Nilikumbuka kuhusu tukio la jana nje ya hoteli. Nilijisi mjinga, maana nawezaje kumruhusu mtu kuona kwa siku ya jana halafu leo nimkataze? Basi nilijikuta nampa uhuru wa kuona, lakini maono yake yalipitiliza ambapo alinishika kabisa. Kwa kuwa sikuwahi kushikwa kabla, basi nilihisi kusisimka mwili, hadi nikarudi nyuma. Lakini dada aliniambia, "Come on, Lavela. Unaenda wapi?" "Come, Dad." "Baba, hapana." "Usikatae bwana." Nikamwambia dada, "Hapana. Usitaki nikuchukie." Nilisema huku nikificha matiti yangu kwa mikono. "Dad, kumbuka jana nilikusimulia nini kuhusu your mom? Don't you remember it?" baba aliniuliza. Nilibaki kumtazama huko sielewi hata la kujibu. Ila kitu cha kushangaza ni kwamba niliona baba akivua swali yake na kisha akavua boxer na kubaki kama alivyokuwa amezaliwa. Alitoa kondomu katika mfuko wa swali yake na kuichana, akaivalisha katika tupu yake. Alinitazama kwa sura ya unyonge mno, kisha akasema, "Naomba niingize kichwa tu." Alvila aliweka kituo hapa. Hata mimi mwenyewe niliguna. Nikamuuliza, "Kwa hiyo ilikuwaje?" Nilimuuliza Alvila ambaye aliinamisha kichwa chini kisha akanambia. Nilijaribu kumkatalia baba kwa namna ambavyo nilikuwa najua, lakini
alikuwa amezidi, yani amenizidi kwa kila kitu, hasa katika maneno. Baba alinishawishi kwa mbinu mbalimbali. Yani hatimaye nilikubali kumtanulia mapaja yangu. Basi tulifanya ile siku. Bikira yangu ambayo nilikuwa na matumaini kwamba ingetolewa na mwanaume mwingine nje ya baba ambaye sikumdhania, basi ilienda kama zawadi yake. Asubuhi palipopambazuka nilijichukia kufanya mambo ya kijinga, lakini baba alinipa maneno mazuri hadi nilihisi niko salama kabisa. Uzuri wa baba, alikuwa akiniangalia tu, basi moyo wangu unasawazika kabisa. Hasa nikikaa katika kifua chake, huwa najiona nimemaliza kila kitu katika hii dunia. Nakumbuka siku ile nilikaa katika jua, yani karibu siku nzima. Maumivu makali yalikuwa katika maungo yangu. Yani hadi nilitamani watu waje wanisaidie, lakini hakiwezekana. Basi baba naye alinisisitizia kwa kuniambia kwamba ile ilikuwa ni hali ya kawaida tu, itaisha kama tukirudia siku nyingine. Alinipa na kunifunza mbinu zingine za kuepusha maumivu. Basi nilijikuta tu na tabasamu mbele yake. Usiku ulipofika, kama kawaida, baba alikuja tena chumbani kwangu. Kama ilivyokuwa kawaida yake, alinipa pombe ili kunifuta aibu. Na tukafanya tena kwa mara ya pili. Siku hii ni rahisi la mno kuliko hata ile siku ya kwanza. Sio tu kwa kuweka kondomu pembeni bali pia ilikuwa maandalizi ya kutosha. Nilifurahia sana. Ndio ulikuwa mwanzo wa mambo mawili katika maisha yangu. Mosi ilikuwa ni kunywa pombe, ambapo sikuwahi kufanya hivyo kabla. Lakini nilijikuta pia na kunywa pombe kwa kigezo kuwa nilikuwa naondoa aibu. Jambo la pili ilikuwa ni kuanza kumpenda baba kisawa sawa. Nilijikuta nazama kwake, yani hata tulipokuwa katika mizunguko siku hii ambayo ilikuwa imefuata, nilikuwa namkumbatia na sikutaka hata yani aangalie watu wengine pembeni. Yani pindi tu alipokuwa akifanya hivi, maswali yalikuwa mengi sana mbele yake. Kwa nini unaangalia watu wengine? Ina maana mimi sio mzuri kwako? Si ungeniacha hotelini? Yani unajua, yani hivyo ndivyo ambavyo nilikuwa nikimuuliza. Nakumbuka tulikaa Kilwa kwa siku kama 4. Kisha tukarudi zetu Sinza. Tulipofika pale nilimpota mama akiwa ana furaha mno. Ila cha kushangaza sasa, nilimpita mama bila hata kumsemesha. Na ilikuwa kawaida yangu, ila baba akasimama na kumsogelea kisha akampa kumbato. Moyo ulipita kweli. Nilihisi kuumia kiasi ilibidi yani nisimame. Wewe Elvira, hebu rudi hapa, mama alisema kwa kufoka hivyo huku akinitazama. Na mimi nilipeleka macho katika uso wa mama. Nilimtazama juu hadi chini na kisha nikabitoa midomo yangu na kupeleka macho yangu kwa baba. Naye hata sikumtazama kama nilivyokuwa namtazama mama. Niliweka tabasamu. Bila hata kuzungumza lolote niliondoka kuelekea chumbani kwangu. Sikujua kwa nini nilikuwa nimefanya vile, lakini yote haya yanatokana na wivu. Wivu ambao niliona vile ambavyo niliona baba akiwa amemsogelea mama, kwanza nilichukia. Nilijiona ni sina thamani mno, na sasa nilitaka kushindana na mama. Unaona? Yani nani mzuri zaidi? Ulikuwa wapi na mtoto kwa zaidi ya siku 4? Aliuliza mama. Nilienda naye Kilwa vacation. Vipi, kuna shida yoyote? Baba naye alisema maongezi yao nilikuwa nayasikia vizuri tu nikiwa chumbani kwangu. Niliendelea kuwasikiliza huku nikisubiri mama awe mkali kwa baba ili niende nikamkaripia na yeye. Lakini haikuwa hivyo. Baba aliweza kumuelezea vizuri mama na mambo yaliishia hapo. Baadaye mama alikuja chumbani kwangu ili afanye mazungumzo na mimi. Haya ndo yalikuwa maisha yangu ya kila siku. Kila nilipokuwa nikinuna, kama sio kuringa, basi mama alikuwa akinifuata na kuniuliza nini haswa kilikuwa kinanisibu. Na mimi nilikuwa namsimulia, lakini kwa siku ile hata sikufanya hivyo. Mwanangu, kuna nini? Ambacho nimekifanya hadi uwe na hasira kiasi hiki? Ushindwe hata kunisalimia mama yako? Mama aliniuliza. Kwani nawe ulinisalimia kisha nikapuuza salamu yako?
Basi nilimuuliza mama kwa ukali mno. Sikujali kama yule ambaye nilikuwa nikizungumza naye ni mama yangu akunizaa na yupo pale kama nani. Bali nilimchukulia kama mwanamke mwenzangu ambaye amenichukulia mwanaume wangu. Hapana, nitakufahamu tu. Hata hivyo hakuna shida, usijali. Na kama nimekukosea basi nisamehe. Mama yangu alijirudi na makosa yake. Kurudi kwake makosa, nilijiona kuwa mimi ndio mshindi. Nimefanikiwa kwa kila kitu, yani kwa siku ile. Nilimtazama mama wala hata sikutaka kumkumbatia, badala yake nilimtaka atoke katika chumba changu. Kwa kuwa walikuwa wananionyeshea upendo kupitiliza, basi walijikuta hata ninapowaambia maneno kuhusu afya yangu, iwe ya kimwili au kiakili, basi walinipa uhuru wa kubaki peke yangu. Mama aliondoka, akaenda kuzungumza na baba mambo mbalimbali kuhusu huku, na mimi nikiwa chumbani niliendelea kuchezea simu yangu na kuchati katika magrupu kadhaa WhatsApp, hasa magrupu ya shule. Kuna baadhi ya wanafunzi wenzangu ambao walikuwa wakinitongoza kwa muda huo wote, nikawaramba broko. Sikutaka mchezo nao. Hakika penzi la baba lilinipagawisha mno. Yani usiku ulikuwa umefika, muda wa kazi aliandaa chakula akishirikiana na mama. Nasi tuliendelea kula kama kawaida yetu, lakini bado sikuwa na hali ya kawaida kama mwanzo. Nilibadilika mno. Yani lile tabasamu ambalo mama alinionyesha nalo nikifurahi chakula chake, yani pindi nilipokuwa nikirudi likizo nyumbani, iliisha. Alvila ambaye alikuwa akimfahamu alipotea ghafla na hakujua sababu ya nini. Sababu ni nini haswa? Hakujua mama yangu. Wakati tunaendelea kula, na kumbuka mama yangu alikuwa amekaa karibu na baba. Niliona baba akimlisha mama kwa kijiko. Nilichukia, nami nikasema, naomba unilishe hani. Nilijikuta nikiropoka tu majina mazuri ambayo baba alikuwa ananiita wakati tukiwa Kilwa. Wewe Alvila, unamhitaji baba yako? Mama aliniuliza. Kwani kuna ubaya gani? Nimemuita hani, kwani kafa? Nilisema kwa dharau. Koma, hilo jina usimuite kabisa. Muite majina yote ila sio hilo hani, baby, wala darling. Pumbavu wewe. Mama alinikaripia huku akinipa matusi madogo madogo hivi. I unajua, ingawa mama alikuwa akinikaripia hapo kabla na kuniita majina ya kama mshenzi, mpumbavu, lakini sikuwahi hata kuchukia kama siku ile. Kwanza niliwaza kwa nini anizuie kumuita mtu ambaye nampenda majina matamu ambayo niliona kabisa yani lingefurahisha moyo wangu. Kwa nini? La pili sasa, kwa nini matusi mbele ya mpenzi wangu? Yani hajui kama ananivunjia heshima. Yani niliona mama anataka kunipanda kichwani kabisa. Nilibeba sahani yake ya chakula na kumpigiza naye usoni, na kisha nikasema, huyu ni baba yangu. Nina haki ya kumuita vyovyote vile ninavyojisikia. Na wewe nenda kwa baba yako, kafanye unavyojisikia, na tusipangiane maisha. Nilivyomaliza kusema hivyo, niliondoka mahala pale, yani huku nikiwa nina hasira vibaya mno. Hasa huku nyuma sijui nini kiliendelea. Ila nakumbuka baba baada ya dakika 30 hivi alikuja chumbani kwangu na kukaa kitandani, na kisha akaniambia, sweetheart, huenda upo sahihi kwa unachokifanya, lakini ni mapema sana. Basi kufanya hivyo kwa mama yako, tafadhali. Nikamwambia, na usinichanganye. Ina maana mnalishana mbele yangu, nadhani mimi ni fuvu, yani siumii, si ndio? Akasema sio hivyo. Ila nini? Baby, unajua jinsi gani nakupenda. Na since Kilwa nilikuambia kwamba tukifika nyumbani usiwe na ukaribu na mama. Na hichi ni nini sasa? Nini hichi? Nilisema huku nikijiliza mno. Unajua yani nilikuwa nahisi maumivu ambayo yani hapo kabla sikuwahi kuyahisi. Lakini baba aliniahidi kwamba yani kila kitu kitakuwa sawa, na natakiwa kwenda kumuomba mama msamaha kwa kile ambacho nimekifanya. Basi nikakubaliana na baba, japo kishingo upande. Nilienda kwa mama na kumuomba msamaha. Mama alikuwa mgumu kunisamehe, lakini hakuwa na jinsi, alinisamehe na maisha yakaanza kuendelea upya. Ila nilimchimbia mkwara baba, na kwamba nikamwambia sitaki aone akimkumbatia mama wala kumbusu kipindi ambapo mimi nikiwepo, labda wafanya hayo mambo nikiwa mimi sipo. Basi maisha mapya yalianza, lakini tulikuwa wasiri sana. Niliendelea
kuficha huku nikiumia. Kama unavyojua ni penzi la kujibana bana. Yaani muda mwingine unaumia sana. Nakumbuka weekend moja baba alikuja chumbani kwangu, ilikuwa ni asubuhi hivi. Alinikuta nikiwa nimelala kitandani, naye alikaa kwa pembeni yangu. Akanitizama akasema, "Jioni mama yako ataondoka." "Anakwenda wapi?" "Kupati. Kuna pati ambayo kampuni yao imeandaa na kuna mtu anahamishwa. Kwa hiyo wameamua kumfanyia hiyo sherehe ikiwa kama sehemu ya kuagana naye." Baba aliniambia. Moyo wangu ukapatwa na furaha mno, yaani kwa sababu niliona ndio ulikuwa muda wa muafaka wa kupata asali ambayo nilikuwa naitamani. Nilijiona naenda kuwa panya, ambaye nitatawala ile nyumba badala ya mama kutoka pale nyumbani. "Dad, unajua jinsi gani nimemiss penzi lako, so usiniangushe." Nilimwambia baba huku nikiinuka kitandani na kuweka kichwa changu katika mgongo wake. "Don't worry, that is nimekuja kukuambia, ila uwe tayari kwa game ya leo usiku. Yaani natamani sana. Nimemisi kuwa pamoja na wewe. Nimemisi kupiga kisi. Yaani sijui hasa nisemeje." "Usijali. Leo ni siku nyingine ambayo utafurahia kile ambacho nilikupa tukiwa Kilwa," baba aliniambia. Kwa kuwa ilikuwa tunafanya siri, yaani mama asijue, basi niliona siku ile itakuwa ni siku ambayo kwanza natakiwa kuongea na dada wa kazi kwamba kwa yale ambayo yataendelea ama ambayo yatatokea asije akamwambia mama. Baada ya baba kuondoka katika chumba changu, nilienda kwa dada wa kazi ambaye alikuwa yuko jikoni. Nilizungumza naye mengi tu na mwisho nilimchimbia mkwala ambao hata yeye mwenyewe aliogopa. "Kitakachotokea leo usiku, please usidiriki kusema lolote," nilimwambia dada. Akaniambia, "Kuna nini?" "Elewa nilichokuambia. Acha maswali." Nilisema naye alinielewa na kisha badala yake akatoka pale, alienda hadi chumbani kwa mama. Nilipofika nilisema naye alinielewa. Kisha baada ya kutoka pale nilienda hadi chumbani kwa mama. Nilipofika mlangoni nilibisha hodi na mama akafungua. Ni muda mno sikuwahi kuingia chumbani kwa mama. Nami nilienda sio kwa lengo la kuzungumza na mama, bali ni kuangalia uwanja ili nijue nakaa wapi na wapi wakati ambao napewa vitamu na baba. "Kuna nini Alvila?" mama aliniuliza. "Hakuna, ila baba aliniambia kwamba jioni sijui mnatoka." Nilimuuliza. Akasema ndio, nitatoka mimi mwenyewe. "Kwa nini?" "Kuna pati ya rafiki yangu anahama kampuni na alikuwa ni mmoja wa watu wangu muhimu sana katika kampuni yetu. Tumeamua kumfanyia sherehe. Lakini isitoshe baba yako sio mtu wa kuonekana sana katika sherehe. Nimejaribu kumlazimisha kagoma." Mama alinieleza huku akitazama katika macho yangu. Basi maneno ya mama alinifanya kuwa na furaha moyoni. Ingawa katika uso wangu nilificha, yaani kila kitu. Sikutaka kumpa ishara yoyote ile ya mashaka mama juu yangu. Nilijifanya kauzu ambaye ameungwa, yaani kwa kiungo, lakini hakuna hata ladha licha ya kunona nje. "Hivi Alvira?" mama aliuliza. "Abe?" nikajibu. "Masomo yanaendeleaje? Maana tangu tukiwa hapa sijaona kabisa ukisoma. Wewe muda wote unashika simu." "Mama bwana, siku hizi kila kitu kinapatikana katika simu, yaani kuna notes, kuna online course na mambo mengine mengi tu. Kwa hiyo unasoma katika simu." "Ndio. Hata muda mwingine nafanya mitihani huko ili tu kujipima pia." Basi ongela. Nikajua labda unawasiliana na wakwe sijui, yaani wakina nani huko. Mama alisema, "Unajua mama yangu alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana maendeleo yangu ya shule. Yaani hadi nafika hapa chuoni ni mama ndio ananipambania kwa mambo mengi tu." Mama alikuwa tofauti na baba. Wakati baba ananipa utamu wa dunia na kunibomoa kimaarifa, mama alikuwa anahakikisha na kunitaka kuwa yaani mtoto wake niweze kusoma kwa bidii. Baada ya mazungumzo na mama kwa muda kidogo, niliondoka na kurudi chumbani kwangu ambako nilikuwa nachagua nguo.
mbalimbali za mitego ili niweze tu kumshawishi baba zaidi. Yaani nilichokuwa nahitaji kwangu mimi ni kubadilisha akili ya baba. Sikupenda kuona yani vile ambavyo anamjali mama zaidi kuliko mimi. Hivyo niliona njia nzuri na pekee ni kumpa vitu ambavyo yani kwa mama ambavyo anavikosa. Yaani ambavyo hakuviona kwa mama hata kidogo. Yaani nilihakikisha natenga nguo zangu yani laini mbalimbali, yani ambazo kwa mwanaume yeyote yule asingeweza kutoka. Baada ya kumaliza kutafuta, baadaye nikaweka muziki kidogo wa wastani katika sofa yangu iliyokuwa chumbani huku. Basi nikajifunza na namna nzuri ya kucheza. Yaani yote haya yakiwa kama sehemu ya mazoezi kwa kile ambacho nitaenda kukifanya usiku ule. Jioni nilipofika, mama aliondoka pale nyumbani huko akisisitiza baba kwamba hatorudi, hivyo awe na amani, awe makini na kila kitu. Kwa kuwa mama hakuwa anafahamu lolote lile ambalo linaendelea baina ya mimi na baba, basi alikubali kutuacha nyumbani. Kumbe hakujua kwamba anatupa uhuru ambao tulikuwa tumeukosa kwa muda wote huo. Uhuru ambao ungeenda kuangamiza ndoa yake ambayo ameijenga kwa muda mrefu. Kutokana na kauli zake na vile ambavyo alikuwa akisisitiza, basi niliamini kwamba kwa siku ile mama hataweza kurudi hata iwe vipi. Baada ya mama kuondoka, nilienda kwa mlinzi wetu, nikaongea naye kwamba sitaki nione akizunguka nyumba, yani kama ilivyokuwa kawaida yake. Maana nilihisi angepita katika chumba cha baba na kusikia sauti za miguno. Kwa bahati nzuri mlinzi alinielewa. Hatimaye muda wa mchezo ulifika bana. Nakumbuka ilikuwa ni saa 5 usiku. Muda ambao nilitoka chumbani kwangu nikaelekea chumba cha mama. Kwa muda huo baba alikuwa zake bafuni akiweka mwili sawa. Na mimi niliona napaswa kwenda bafuni ili tukaoge wote. Nilivua nguo zangu kisha nikaelekea bafuni ambako nilianza kuoga. Nilikumisi sana mpenzi. Nilisema huko nikichezea kidevu chake. Yaani kidevu cha baba yangu, Alvila kipenzi. Unajua umeiteka akili yangu, yaani tangu siku ile ambayo nilionja penzi lako. Usijali bibi, yaani nipo hapa kwa ajili yako. Ingawa nakosa uhuru, lakini pale ambapo utakuwa unanimisi, nikupe basi uniambie tu. Yaani mimi hata kusingizia kwamba naenda kwa marafiki zangu nitasema kisha tutakutana huko. Basi nilimwambia baba, dunia yangu sasa hivi ina mtu mmoja tu ambaye ni wewe. Nakupenda sana na huyo si mwingine bali ni wewe. Ni wewe Alvila. Nimekutunza na nilikuwa natamani mno yani siku moja uje kuwa katika maisha yangu. Natamani hii ndoto imetimia sasa. Baba aliniambia huko akiendelea kuoga. Na mimi nikioga, tukioga wote kwa pamoja. Nilijikuta tu nashangaa, yani ina maana baba yangu alikuwa akinihitaji mimi kwa muda mrefu. Maswali juu yangu yalikuwa mengi sana. Ila kwa kuwa nilikuwa mahali pale kwa lengo la kusawazisha na kuliwazana, sikutaka kuuliza sana. Nilimtanga swali moja tu. Lini ulianza kunipenda baba? Na kwa nini hukuniambia? Ni muda sana. Kuna muda nilikuwa na chungulia katika kitasa cha mlango wako. Naona jinsi ambavyo unacheza hadi nikawa nasema ipo siku tutakuwa pamoja. Jamani baba. Na kweli huo muda umefika. Ila kusema kweli sijawaza kama atatokea mwanaume ambaye atanipenda zaidi ya wewe. Basi nimwambia I love you. Love. Mama yako sasa hivi hayupo. Usiniite baba. Ila majina yote mazuri. Sawa? Sawa bu. Baba aliniambia na mimi niliona nimepata uhuru kupitiliza. Tulipomaliza kuoga tulienda kubilingitana kitandani. Tulifanya hadi hamu zote zilituisha na usingizi ulitupitia. Lakini nilishtuka saa 11 hivi asubuhi na kelele za mlango kugongwa kwa nguvu. Ikasikika sauti, fungueni pumbavu nyie, ina maana yani mimi kutoka tu ndio mnafanya huu ujinga? Alvila aliweka kituo hapo. Yani kwanza nilianza kumchukia. Kwa nini awe kama watafsiri wa season yani? Ikiwa sehemu nzuri ndio anasimamisha. Ili mradi tu yani tufuatilie vipande ambavyo vinavyofuata. Ilibidi nimuulize. Kwa hiyo sauti ilikuwa ya nani? Mama,
alinijibu. Moyo wangu ulitulizwa, ni kama vile ambavyo nimepigiwa simu kutoka polisi. Nilitaka kujua ni nini hasa kiliendelea. Basi Elvira aliinamisha kichwa chake chini, akadosa vidole vyake, akainua kichwa na kusema, alikuwa ni mama. Kwa hiyo alirudi muda gani? Bado sijaelewa. Nilimuuliza huku nikimpa ruksa rasmi ya kuendelea kususimulia kwa kina juu ya nini ambacho hasa kiliendelea baada ya mama yake kurudi wakati yeye yupo chumbani na baba yake. Elvira alisema, nilimtazama baba yangu ambaye alikuwa na mashaka mno. Kijasho kilikuwa kinamtoka kiasi kwamba ni hadi nilichanganyikiwa na kutaka kujificha uvunguni. Mama naye hakuacha kugonga. Kumbe kabla ya haya yupo rafiki yake ambaye aliwahi kumsimulia kuhusu kubadilika kwa tabia zangu. Alimueleza hadi tukio la sisi kwenda Kilwa, na kisha aliporudi nilianza kumuita baba Hani. Rafiki yake alimpa wazo kama ikitokea sherehe yoyote ile basi aondoke alafu arudi ili kujua nini ambacho kitakuwa kinaendelea. Baadaye alifanya kama ambavyo aliambiwa. Ni hivyo ndivyo ilikuwa, ambapo aliondoka tu pale katika party mida ya saa 10 hivi na kufika nyumbani ilikuwa kama saa 11 na sio saa 12 vya alfajiri. Sasa baada ya mama kugonga mlango kwa sana, ilinibidi nivae roho ya ujasiri. Nilijisemea moyoni kwamba kama sitafanya kuwa mke mwenza basi nitakuwa najaribia. Niliinuka zangu kitandani huku nikiwa na shuka ambalo mama alizuia kujifunika na kwenda kufungua mlango. Yesu wangu, Yesu wangu, Yesu wangu. Watu wanasema kwamba wazazi wa kiume wanapiga kuliko hata wa kike, lakini nakataa. Ile siku mama alinipiga kiasi hadi mwili wangu ulichoka mno. Pumbavu wewe. Ina maana umeniona mimi na faidi, si ndio? Unaona mimi na faidi, yani unajua nilihisi hili swala ni la muda tu. Nilijua ni lazima nitakuwa mnakulana, maana sio kwa dharau ambazo ulikuwa unaniletea. Mama aliongea maneno haya huku machozi yakimtoka pamoja na kilio kikiwa yani pembeni yake. Mwili wake wote haukuacha kuchemka. Kwa muda ambao mimi nilikuwa napigwa, ulikuwa ndio muda ambao baba amekaa kimya, hazungumzi lolote lile. Naweza kusema kwamba mwenzangu fumanizi lilikuwa mahala pake. Bernard, wewe ni mwanaume wangu sawa, ni baba wa mwanangu sawa, lakini hili ni nini ambalo umelifanya? Hili ni nini unalifanya? Kipi ambacho umekikosa kwangu? Kumbe kumtoa vacation mtoto lengo lako lilikuwa ni kumrubuni, ili ufanye naye mapenzi. Kwa nini umekuwa ni miongoni mwa baba wabaya katika huu ulimwengu? Kwa nini umekuwa ni mwanaume ambaye unafanya mambo ya aibu mno? Kuna wanawake wapo wengi tu. Tabia yako ya malaya utaacha lini? Utaacha lini hii tabia Bernard? Ona leo hii unalala na mtoto ambaye umemkojoa wewe mwenyewe kweli? Mbona unashindana na sehemu ambayo umetoka? Unahisi kwamba utaikoma? Mama alizungumza maneno haya kwa uchungu mno. Machozi ambayo yalikuwa yanamtoka, nilihisi kwamba mama yangu alikuwa anaumia kiasi. Lakini kipindi hichi sasa niliona niko sawa. Niliona baba yangu anafaa kuwa wangu kabisa na sio kuwa na mama. Yaani hata mama alimuita baba kuwa ni malaya, niliona anamkosea sana. Yaani nilitamani kumkaribia, lakini kwa kuwa nilishakuwa katika kipondo cha kufahamu mtu, yani ili tu nikae kimya. Lakini kusema kweli ile kauli sikuipenda. Sasa ndani ya kichwa changu nilikuwa nawaza wazo zuri la kufanya mimi na baba tufurahie maisha na sio kujibanabana mbele ya mama. Nakumbuka ile siku mgogoro ulitatuliwa, lakini tulikuja kuwa sawa jioni kabisa, ambapo mlezi wetu ambaye alikuwa ni mzee hivi alitumia busara zake za kukosa hela, kama unavyojua busara ambazo zinawafuata watu wengi wasiokuwa na hela. Ndio ilikuwa kwa ile mzee. Alikuja ndani kwetu kisha akatuita wote kwa pamoja na kuanza kutupa maneno. Na hisi sio wakati wa kulaumiana, zaidi kutaka kujua nani mkosefu kuliko mwenzake. Alisema yule mzee, huko sisi sote tulikuwa tunamsikiliza. Mzee Jawani, nateseka hivi. Fikiria kwamba mwanao wa kiume anatembea na mke wako. Jaribu kuvaa haya mazingira ya maumivu. Ina maana Bernard hakuona mtu mwingine wa kutoka naye hadi Elvira? Kuna nini kwa Elvira kama sio kumharibia masomo na ndoto zake? Mama alikuja juu. Hivi mama alipokuwa anaongea basi nilijibetilisha midomo. Niliona ni kama anapoteza muda tu na kutupigia mayowe. Yote tisa Mama Elvira, kama mume wako amekosa
na akajirudi, una haki ya kumsamehe. Unajua wanaume tumeumbwa na tamaa za kimwili. Yaani usikute alitamani basi akala, lakini kutoa hii siri huko nje ni kumdhalilisha mume wako, na hata watu pia watakaoona hii watakuona ni mjinga, alisema mzee Jawani. Bora hiyo hivyo. Bora dunia ijue kwamba mwanaume wangu ni mjinga kuliko kukaa na maumivu haya moyoni. Mzee Jawani, kipi haswa nimekosea kwa mume wangu? Labda wewe uniambie ni kipi, mama alisema. Nami niliasikiliza maneno ya mama nikawa nacheka kimoyomoyo. Yaani eti kipi amekosa? Kuna hilo jamani. Linalia kama litoto. Moyo wangu ulizungumza kauli hizi huku nikiwa na furaha mno. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu tulifikia mwafaka kwamba hakuna kutoa siri ile nje. Ibaki ndani na mimi nitarudi shule kuendelea masomo. Mama aliamua kufanya hivyo huku akiamini kwamba atasaidia mtoto wake kukua na kufanya vizuri shuleni. Hakutambua kwamba nilikuwa mwonja asali ambaye sikusifika kuonja mara moja. Nilihitaji zaidi na zaidi tena. Kibaya ni kwamba badala ya kuinunua asali ile kutoka kwa mgemaji na mfugaji, basi nilikuwa nafunga mwenyewe mzinga na sikuogopa nyuki, hata kama mzinga ule haukuwa wa kwangu. Yaani hata nilikuwa na wazo la kutaka kuondoa uhai wa mama yangu. Nilikuwa na wazo ambalo natakiwa kumuua mama ili nianze kufurahia maisha yangu. Katika kutekeleza wazo hili nilijitahidi na nilihitaji mtu wa kwanza awe baba. Basi siku ambayo nakaribia kurudi zangu skuli nilimuita baba na kukaa naye chini, na kisha tulianza kuyajenga kwa pamoja. Na kumbukumbu zangu zinaniambia kwamba ilikuwa ni Jumapili jioni, ndio muda ambao nilimuita baba na tulikaa. Baba, naenda shule, lakini kumbuka kwamba moyo wangu upo kwako. I know. Najua Elvira, na nikuhakikishie kwamba kila kitu kitaenda sawa. Fine, ila hilo halitoshi. Kipi kingine mamangu? Furaha yangu katika maisha imekuwa ya kusuasua mno. Yaani kila muda, kila dakika nimekuwa mtu ambaye nawazia hatima ya maisha yangu. Hani, unajua jinsi gani nakupenda. Ila nakuomba hili kwa ajili yangu. Nilimwambia baba. Baba naye alikuwa makini kutaka kujua ni jambo gani ambalo nalitaka alifanye ili kunilizisha. Ilibidi nimwambie. Nikasema, njia pekee ya kunifanya niishi kwa amani ni kumuua mama. Naondoka hapa nyumbani, ila siku ambayo nitakuwa narudi, basi ni katika mazishi ya mama na sio vinginevyo. Hivi ndivyo ambavyo nilimwambia baba yangu. Basi baba alikubaliana na mimi huko akiahidi kwamba atalikamilisha na atakamilisha kile ambacho nimemwambia, yaani hata kabla ya mimi kumaliza shule. Kauli ya baba ilinipa matumaini huku nikiamini kwamba yaani kila kitu kitaenda sawa. Niliamini kwamba mapenzi yanaweza kutengeneza uadui. Yaani sio tu kwa mpenzi wako ambaye amekuacha, bali hata kwa ndugu au hata wazazi wako. Kwa jinsi ambavyo nilikuwa napendana na mama, nilikuwa namchukulia kama mtu ambaye sitakaa siku eti niwaze kuua. Lakini tangu nilipoingia katika mahusiano na baba, kisha tukaanza kufanya kwa kujiibaiba, basi niliona napaswa kabisa kumsafirisha mama yao kutoka duniani hadi kuzimu. Huko angejua mwenyewe ni kama angejibu vizuri maswali ambayo angeulizwa na Mungu wake ama la. Basi hatimaye nilifanikiwa kwenda shule. Nikiwa huko nilikuwa nafanya masomo yangu vizuri tu. Sikuacha kuwasiliana na baba mara kwa mara, ambaye aliniambia kwamba bado anakamilisha misheni yake, hivyo niendelee kusubiri. Nakumbuka kwa wakati nikiwa shule kulikuwa na msichana mwenzangu ambaye alikuwa anaitwa Brandina. Yaani huyu alikuwa ni shoga yangu kabisa, na tulikuwa tunalala room moja pindi tukiwa hostel. Brandina alikuwa ni mrefu, yaani kama mimi. Umbo lake linafanana na mimi, hata muonekano pia. Kitu ambacho kilifanya watu wengi watuite mapacha, yani twins, sababu tulikuwa tunatembea wote pamoja, tunalala chumba kimoja, na hata katika kukaa darasani dawati lake lilikuwa mbele yangu. Yani hata nikiwa nikisema nionyeshe picha yangu na ya Brandina hapa sasa hivi, basi utazani ni mimi. Kipindi ambacho tulikuwa tunatoka prepo, sikuacha kumsimulia stori zangu za maisha yangu nyumbani kwetu.
nilianza kumpa kila siri zangu, kama ambavyo unajua sasa mtu ukimwamini, maana hata yeye alikuwa ananipa siri zake. Yaani kwa kifupi naweza sema tulikuwa tunapeana siri. Nakumbuka siku moja wakati tukiwa tupo chumbani kwetu tunakaribia kulala, nilianza kusoma hivi kidogo katika kitanda changu. Yaani kitanda changu kilikuwa cha juu. Ghafla aliingia matron huku akiwa na hasira mno. Nilishangaa kwa nini matron amekuwa na hasira kiasi kile. Kwa nini mnawasha taa hadi muda huu? Aliuliza matron. Kuna ubaya gani kama tupo hapa kwa ajili ya kusoma tu? Na mimi mtwanga swali matron. Zimeni taa, mlale. Muda umeshaenda sasa hivi, alisema. Basi hatukuwa na sababu ya kubishana naye. Nilishuka katika kitanda changu na kwenda kuzima taa. Kisha nikarudi tena kitandani na matron aliondoka katika room yetu. Brandina, weekend nataka twende tukaonane na baba, sijui yupo tayari? Nilimwambia Brandina. Wapi? Wapi atakuwa? Baba yangu ni mtu wa kutoka sana, yaani sio mbali, ni hapa tu Dar es Salaam Zoo. Tutaenda pale na kuangalia wanyama wa kila aina, kisha baadaye tutarudi hapa shule. Haitaweza madhara lakini? Hapana, I know him. Yaani hata hivyo akishampigia matron, yaani hakuna kitu ambacho kitaharibika. Nilimhakikishia Brandina. Kabla ya hapo haikuwa kawaida yangu kuondoka shule siku za weekend, lakini tangu nilipoingia katika mahusiano na baba, basi nilihakikisha kwamba nawasiliana naye na kumtaka kwa kila weekend awe anakuja kunitembelea, yaani kama siku nichukua. Ingawa shule yetu ilikuwa haina sheria inayoruhusu mwanafunzi anaweza kuondoka kwa siku hiyo, lakini kutokana na fedha ambazo baba yangu alikuwa nayo, basi aliacha izungumze mbele ya matron ambaye alitoa go ahead ya mimi kuondoka. Hatimaye siku zilikwenda na weekend ikafika. Tuliondoka mahala pale kama saa 2 vya asubuhi. Huku baba akija kutuchukua mimi na Brandina. Tulianza kwenda mall ambapo yani huko tulichagua nguo zetu nzuri na kisha baadaye ndio tukaenda rasmi zoo. Tulipofika tulifurahia maisha na asikwambie mtu. Kumbe kwa muda wote ambao tumeongozana na baba, Brandina alikuwa anawaza raha ambazo baba alikuwa anazitoa, yani kule kutumia pesa bila mpangilio kwake alizitamani. Aliona ana kila sababu ya kupindua meza kibabe, yani sikujua hilo kwa mwanzo. Basi tulicheza, tuliangalia wanyama na muda mwingine tulikula pia, hadi ilipofika majira ya saa ya kuondoka ndio tuliondoka katika eneo lile. Safari yetu ilitoka katika geti la shule. Brandina alishuka huku akiniacha mimi na baba tupige zetu stories za hapa na pale. Huyu ndio rafiki yako ambaye umesema kwamba unamuita mnaitwa mapacha? Baba aliniuliza. Yes, anaitwa Brandina. Ni pole, charming, yani hana mambo mengi kama unavyomuona. Anaonekana tu. Vipi, ana mwanaume? Baba aliuliza. Kwanza nilipigwa na butwa. Nilijikuta namuonea tu wivu Brandina. Ghafla binivu nilimtazama baba, kisha nikasema ndio yupo naye, tena ni mwalimu na ndio anamsaidia kufollow masomo yake. Okay, nilitaka kujua hilo tu, maana naona kama ni mtu ambaye umechukia hivi. Ni kweli nilikuwa nimechukia kwa sababu haiwezekani umuulizie kama ana mwanaume au hapana. Always vipi kuhusu mpango ambao nilikuambia? Niliamua kumuuliza ili kubadilisha mada. Alinamisha kichwa chake chini. Alionekana kama mtu ambaye alikuwa anatafakari jambo hivi. Alipinua, alisema bado. Kwa nini hujafanya hadi muda huu? Nilikuwa mkali. Love, usijali. Yaani kitu kizuri hakihitaji haraka. Nawaza namna nzuri ya kufanya ili hata kama anakufa serikali sijue. Unajua hata mimi naumia pale ambapo nashindwa kuwa pamoja na wewe, yani kama wapenzi. Nateseka. Yani kuwa mbali na penzi, unadhani kwamba napenda? Napenda kukosa baby. Shauri lako. Only 1 month left. Mwezi mmoja umebaki. Nitarudi tena mtaani. Sasa nina maana yangu ya kukwambia uamue, ila kama hujui namna ya kufanya, I will do it myself. Nilimwambia baba huku nikimpa kitisho kwamba kama yeye hajui namna ya kuua basi nitafanya mwenyewe. Sikuona kama nilikuwa na sababu ya kukaa katika gari. Nilishuka huku nikijifanya kuwa na hasira mno. Ni kweli
nilikuwa na hasira, maana niliona kwamba mambo mawili yakitokea ambayo yalikuwa yananichanganya. Moja ilikuwa ni swala la baba kushindwa kumuua mama, eti kwa kigezo kwamba anatafuta njia nzuri, na nyingine ilikuwa ni kuhusu baba kumuulizia Brandina kama hana mwanaume. Yaani sijui hata nisemeje, lakini tambua kwamba nilikuwa na hasira ambazo yani hazikuwa na mfano wake. Basi nilipoondoka katika gari, kituo cha kwanza kilikuwa ni kwa Brandina ambaye nilimchimba mkwala. Miss Brand, mwenye ndina yake, mwenyewe. Unajua jinsi gani nakupenda na kuchukulia kama sehemu ya familia yangu, lakini usitaki nikuchukie. Nilisema huku nikiwa nimesimama katika mlango wa chumba chetu. Kuna nini Ravila? Mbona unanichanganya? Baba amekuulizia kama una mwanaume au hauna, na nimwambia upo naye. Sasa hilo 9, 10 ni kwamba sitaki nione ukiwa na mazoea naye. Nimemaliza, nilisema, kisha huyo nikajiangusha zangu kitandani na sikutaka kuzungumza tena na Brandina. Dalili ya mvua ni mawingu bana. Ni kama nilijua nini ambacho kilikuwa kinaendelea baina ya Brandina na baba. Kumbe wakati tupo zoo, baba alimwandikia namba Brandina ili wapate kuzungumza vizuri, lakini haya yote sikuwa nafahamu. Nilikuwa na imani kuwa bado baba alikuwa na mapenzi ya dhati kwangu, bila kujua kwamba nimekaribisha fataki katika eneo ambalo wanafunzi wapo wengi kupitiliza, tena wote wakiwa na sketi za mitego. Yule ambaye angejirahisisha basi angeliwa. Kwa kuwa nilikuwa sifahamu kama kulikuwa na mawasiliano ambayo yalikuwa yakiendelea baina ya Brandina na baba, hata sikuwa na wasiwasi naye, na vile ambavyo nilimchimbia mkwara ndio kabisa. Basi niliona kwamba nimefanikiwa katika kupunguza ukaribu wa Brandina na baba. Hatimaye siku zilisonga na tulifanya mitihani. Kila mmoja alirudi nyumbani ili kuanza maisha upya uraiani. Lakini wakati tunamaliza, niliagana na Brandina huku nikumwahidi kwamba tungekuwa tunawasiliana na kupeana madili ya hapa na pale kama ilivyokuwa tukifanya katika nyakati ambazo tulizokuwa likizo. Baada ya kumaliza shule, sasa maisha upya na maisha mapya ya kupambania penzi langu na baba yalianza. Nilikuwa ni mtoto ambaye ni kila siku kwa mama nilipunguza heshima kwake. Nakumbuka kuna kipindi alikuwa akilia mbele yangu pale ambapo alikuwa akinisemesha au kunikaripia, na mimi narudisha kile ambacho yeye amekisema. Kwa kifupi ni kwamba tangu kumaliza shule sikuwahi kumheshimu mama yangu. Nilimchukulia kama mke mwenza. Kama ungetukuta yani tulivyokuwa tunagombana yani ndani, ungeshangaa. Mama kwangu nilimuona ni takataka. Kama kwangu anapata vile ambavyo wewe haumpi, unataka sikusaliti. Halafu shukuru tu mwaya kwamba umepata mwanaume ambaye ana akili, hajaenda mbali, akabaki na mtoto wake. Ulitaka nikaliwe na wengine wakati baba yupo. Hivi ndivyo ambavyo nilikuwa namjibu mama tukiwa wote ndani. Muda mwingine nilikuwa nikisema haya mbele ya baba kabisa. Yani nilikubuhu sio tu katika kukomaa mdomo, bali hata katika kufanya vitendo. Kuna muda nilikuwa kama nikimkuta mama na baba wamekaa sebleni, basi naenda chumbani kwangu, nabadilisha nguo, navaa kanga laini ambayo inaonyesha maungo ya ndani ya mwili wangu, kisha naenda sebleni najifanya kuwasha runinga, ikiwa ni kumrusha roho mama. Nilifanya hivyo na ilikuwa ni kawaida yangu. Yani kila siku ilikuwa ni lazima ningefanya huko, nikiwa na imani kuwa ningefanya baba azidi kunipenda zaidi na zaidi. Basi kukithiri kwa matukio ya kumvunjia heshima mama, basi ilibidi waiti wajomba zangu ambapo kikao kiliwekwa na mada maalum ilikuwa mezani. Aliyekuwa akijadiliwa si mwingine bali ni mimi. Alvila, kwa nini umekuja kubadilika mwanangu? Mjomba aliuliza. Kwa lipi? Niliuliza. Mama yako anasema kwamba unatembea na baba yako. Una ushahidi? Au na wewe unaambiwa tu? Fanya utafiti. Alafu mjomba, mbona umekuwa mtu wa kuchunguza sana maisha ya watu? Huna kazi ya kufanya? Okay, natembea na baba. Kwa hiyo unataka na wewe akupe? Nilimjibu hivi mjomba huko nikijiamini mno. Yaani hadi kufikia hatua hii hakuna ambaye aliweza kabisa kunishika. Wazo pekee ambalo lilikuwa mbele ya mama na mjomba ni kunipeleka kusoma pre-form 5. Lakini wazo hili nililikataa mbele yao kabisa. Niliwaambia kwamba siwezi kuwa mbali na mtu ambaye nampenda. Kama inawezekana basi niondoke na daddy.
utake na usitake utaenda kusoma, mama aliniambia. Kwani umerogwa Nahisi umeanza kupoteza akili zako. Yaani kwa nini nisiende kusoma? Kwa nini usiende kusoma wewe ambaye yani hata mapenzi huyajui? Na ndio maana baba amekuja kwangu. Alvila, nani ambaye unamjibu hivyo? Kumbuka mimi ni nani kwako? Mama alisema. Mama bongo. Kwa mama gani wewe? Mwenye uso kama gunia la mkaa, au kwa kingine nadra sana. Kwendra. Mama yangu alikuwa ana hasira mno. Macho yake yalijaa machozi huku akiwa anatetemeka, nami nilimtazama kuanzia juu mpaka chini na kisha nikatoa macho pembeni. Nikasema, wewe mjusi mmoja, yani hivi ambaye unataka kunifanya nikose furaha katika maisha yangu, yani hata hivyo bado mjenishawishi. Ni hivi yajayo yanafurahisha. Niliamua kufunga kikao, kisha huyo nikaondoka zangu. Nilienda chumbani kwangu ambapo huko sikutaka mawasiliano na mtu yoyote yule. Yani toka yangu ilikuwa ni saa 2 usiku, yani kwa zaidi ya siku 10, ambapo nilikuwa naenda kuchukua zangu chakula kwa bodaboda ambaye nilikuwa namwagilizia kupitia simu. Hela za chakula alikuwa ananipa baba. Yeye ndio alikuwa sponsor mzuri kwangu. Alinipa pesa pale ambapo nilikuwa namwambia nahitaji pesa, na muda mwingine alienda kulipa bili katika kibanda cha chips ili niweze kuletea watu. Basi baada ya kukaa ndani kwa siku 9 bila hata kuongeleshana na mama, niliamua siku moja kutoka. Nilienda kwa rafiki yangu Brandina ambaye alikuwa anaishi Magomeni. Nilipofika nilizungumza naye. Mama, naona ananichanganya Brandina. Naona ananiumiza na anashindwa kujua nifanye kipi kabisa. Nilisema huku tukiwa tumekaa katika viti. Kwa nini? Anataka nisome pre-form 5 na ule utamu pale nyumbani. Ni umwachie nani? Sidhani kama atakuwa ana akili timamu. Kwani uliishia wapi lile wazo la kumuua? Aliniuliza. Nilikaa kimya huku nikitafakari la kumjibu, na mwisho kabisa nilimwambia kile ambacho nilikuwa kinaendelea katika mpango ule. Sijui hata nisemeje Brandina, lakini kila kitu kimeyumba. Yani sijui hata nafanya nini. Na kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo nahisi kabisa yani kama penzi langu linaenda kufa. Lakini Alvila, kwa nini usiachane na baba na kisha ukatafuta mwanaume mwingine? Brandina, unajua kabisa ni jinsi gani bikra inavyowaendesha wanawake wengi katika ulimwengu huu. Unajua namna gani ambavyo mwanaume alifanikiwa kutoa bikra anavyopendwa. Unahisi kwamba nitakubali? Hata hivyo mama anamtesa tu baba. Yeye kashazeeka, sio mtamu. Usikute hata viuno hajui. Hebu niambie tufanyeje? Nilikuwa namuelezea Brandina, naye akashusha pumzi, akanitazama na kusema, dawa ipo. Wapi? Nakuja. Aliongea na kuingia ndani kwao ambapo alitoka na dawa kidogo hivi katika kichupa na kunikabidhi. Nini? Nilimuuliza huku nikitazama ile dawa. Dawa? Mbona ndogo? Itafanya kazi kweli? Nilikuwa na mashaka na dawa ambayo Brandina alinipa maana ilikuwa ni ndogo na nilihisi ni kama anataka kunichanganya zaidi. Baba yangu akama ambaye ameacha hizi mali kawawa na hiyo dawa. Nani ambaye alimuua? Ni mama. Na je, polisi watajua kweli? Thubutu. Yani hiyo inaua taratibu hadi anakufa. Kujua kwamba anaumwa sio leo wala kesho, na tayari umeshaoza yani kila kitu, alisema Brandina. Nilijiona kuwa ni mwamba. Nilijiona naenda kuitawala nyumba yetu na penzi langu linarudi katika mikono salama. Nilitabasamu na kumshukuru Brandina ambaye alinipa matumizi sahihi ya dawa ile. Kwamba unachanganya katika chakula cha mtu ambaye atakula. Basi siku ile nilirudi zangu nyumbani hadi dada wa kazi ambaye nilimwambia akae pembeni na mimi nisimamie mapishi. Ingawa nilikuwa mvivu kupika, lakini sio kwamba nilikuwa sijui mapishi, nilikuwa najua kupika haswa, ila swala la kuungua na moto hapo ndipo ambapo nilikuwa sipatamani. Yani sipataki hata kusikia. Nakumbuka nilipika hadi saa 12 jioni. Nilipomaliza niliweka sumu yangu katika chakula. Nilimtumia tu baba message juu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea, ili kama atataka kufa basi ale kile chakula. Uzuri ni kwamba baba alinielewa, na ulipofika muda wa kula chakula yeye akasema ameshiba
na mimi nijifanya kununa. Ni hata dada wa kazi naye alikula zake jikoni, hiyo mama alibaki mwenyewe. Kwa bahati nzuri siku ile alikuwa na njaa mno, hivyo alifanikiwa kula kile chakula. Swala la kuanza kufa kwa mama taratibu ni mimi na baba ndio ambalo tulikuwa tunalifahamu. Hatukutaka kushirikisha mtu mwingine. Hatimaye siku zilienda na afya ya mama ilianza kuzorota. Mama yangu hakuwa na muonekano wake wa mwanzo. Alikuwa ni mwanamke fulani hivi ambaye amechakaa. Sura yake ilikuwa imepauka, ni hata mwili wake umeanza kutokwa na vidonda. Kuna muda baba aliniambia kwamba tumpeleke mama hospitali, lakini sikutaka kukubaliana naye. Nilimwambia lazima kwanza mpango wetu utimie. Kama inawezekana basi abuni vyeti feki vya ugonjwa kutoka katika hospitali yoyote ile. Baba alikubaliana na mimi. Alifanya hivyo, tulianza kuyafurahia maisha. Yaani hata kurudi kwetu nyumbani tulianza kuwa kwa kuchelewa sana. Kuna muda ilikuwa kama tukiondoka leo basi tegemea siku 2 ama 3 tungerudi nyumbani. Pili tunaporudi tunamkuta mama akiwa kitandani huku akiugulia maumivu. Nami nilikuwa na roho mbaya. Nilisogea katika kitanda chake na kumwambia, nilishakwambia kwamba nahitaji uhuru wa penzi langu, lakini usikii. Utanisamee mama, nenda tu kwa Mungu. Yaani huko utakaa kwa upole kabisa. Yaani hayo mateso unayoyapata hautoyapata tena. Mwanangu, kwa nini unanifanyia hivi? Ina maana unataka kuniua? Unataka kuniua mama? Basi nipelekeni hata hospitali. Kisha nikipona nitaishi maisha yangu. Nitaishi maisha yangu Alvila. Kosa langu la kukuzaa au? Mama alisema huku akilia kama mtoto mdogo. Lakini jicho langu lilimtazama na kumuona kama kinyesi cha mtoto wa kambo ambaye nilikuwa simpendi. Nilimtema mate katika uso wake na maneno ya kejeli yalifuatia. Acha kulia wakati unajua kwamba hata ungeishi miaka 100 bado ungekufa. Alafu hili swala la kuniita mimi mwanao, naomba iwe mwisho leo. Yaani huwezi kuzaa mtoto mzuri kama mimi ambaye nimekuzidi kila kitu. Labda umezaa huyo dada wa kazi. Nilimwambia mama huku nikiondoka. Nyuma nilisikia kauli moja ya mama, yaani ambayo ilinifanya kwanza nisimame na kurudi tena ili kwenda kumpa kichambo chake. Mama alisema, Mungu wangu, kama kweli Alvila ametoka katika tumbo langu na kumtunza miezi 9, kisha sehemu yangu ya siri ikatanuka ili huyu binti atoke, basi mwadhibu adhabu ambayo hatokaa apate ufumbuzi wake, mtese katika maisha yake yote. Mungu wangu, kama wewe ndio umenipa huu ugonjwa ukiwa kama sehemu ya mwisho ya maisha yangu, basi nichukue katika nyakati ambazo nitakuwa za furaha kwa binti huyu. Ila baada ya hapo mfundishe kwa adhabu kali, hata kumdondoshea homa ya maradhi yasiyotibika. Ni sawa tu na imani kwako, yaani hakuna kitu ambacho kinashindikana. Kwa kuwa tayari ameshanikana mbele yangu kwamba mimi sio mama yake, basi laana hii imalize. Basi niliporudi kitandani kwa mama, sikuwa na lingine zaidi ya kumbinua na kumdondosha chini. Ni hasira pamoja na wivu ndivyo ambavyo vilikuwa vinaniendesha. Baada ya mama kudondoka chini, nilimsogelea na kumkanyaga katika eneo la tumbo lake, na kisha nikasema, yaani wewe kabisa na tumbo lako hili, yaani kama vyura wa jangwani, ndio unasema kwamba umeniweka katika miezi 9? Wewe kabisa, kwa tumbo gani? Hilo tumbo ambalo kitovu kimetangulia mbele kama una mimba, una mimba nyingine, au kwa tumbo ambalo silijui na uko nalo? Mama zima tumbo limekutoka, ona nini la kwangu linavyoonekana. Nisikize mwanamke, sijui ni malaya, sijui ni nani, wewe hujawahi kuwa mama yangu. Yaani huna huo uwezo kuhifadhi sura yangu nzuri, uso wangu mzuri, mwili wangu mzuri. Ni kama kweli hivyo basi hata huyo Mungu, yaani Mungu wako, namchukia. Maana haiwezekani eti achukue sura nzuri kama ya kwangu alafu aweke katika tumbo la malaya. Sikujali maneno yangu yalikuwa yakimliza mama kiasi gani.
nilichokuwa nahitaji ni kumuona mama anadondosha machozi mbele yangu, yani huku akifa taratibu. Hili ndio ambayo lilikuwa sehemu ya furaha yangu. Baada ya kuzungumza maneno yale, basi nilishika kichwa cha mama na kukiburuza katika zulia, huku nikicheka kama mazuri hivi. Roho hii ya kikatili ndio nilikuwa nayo kwa muda mfupi sana, na yote haya yalitokana na mapenzi ambayo nilipewa na baba. Unajua, kama niliona mama anachelewa kufa hivi, nilihitaji kumuua kwa haraka, ambapo nilichukua maamuzi mawili. Moja lilikuwa ni kumuua kwa kumnyima chakula, ambapo nilienda kwa dada wa kazi na kumchimbia mkwara kwamba sitaki kusikia wala kuona akimpa mama chakula. Na la pili, nilienda kwa baba na kupanga kumhamisha chumba mama na kumpeleka katika zizi la nguruwe ambalo lilikuwa kwa nyuma hivi ya nyumba yetu. Katika mawazo haya yote yalifanya kazi, ambao baba alimhamisha mama majira ya usiku hadi katika zizi la nguruwe. Yaani huko tulimwacha mama akiendelea kulalamika. Maisha yake yalibadilika ghafla, kutoka katika chumba kizuri hadi kwa katika sehemu ya wanyama. Hatukujali alikuwa anateseka kwa kiasi gani, lakini kikubwa ambacho kwetu kilikuwa kinatupa furaha ni kuona mzigo wa matatizo umeondoka tena katika maisha yetu, na kwa haraka mno. Usiku tukiwa tumelala katika kitanda cha baba ambacho mwanzo alikuwa akitumia na mama, nilisikia kama mtu akilalamika kwa nje. Nililazimu kuamka na pia nikamwamsha baba. Mama sijui anakufa lini, nilisema. Hana siku nyingi, najua hivi sasa ataenda kufurahia maisha mazuri kabisa. I can't wait vile ambavyo nitakuwa nafunga ndoa nawe. Yani baba aliniambia. Unajua ile kusema tu kuhusu ndoa, nilikuwa kama chizi. Ile changu kilichanganyikiwa, yani kwa haraka mno. Niliamka kitandani na kumpiga mabusu mazito baba. Kisha nikatoka nje hadi katika zizi la nguruwe ambako nilifungua na kumburuza mama, huku nikitaka atoke ndani. Nilifanikiwa kumburuza hadi katika karibu na dirishani. Nilimtazama baba na kisha nikasema, "Baby, umesema you can't wait for?" Nilimuuliza baba huku nikimnyanyua mama kichwa chake ili apate kusikia kile ambacho baba angesema. "For the marriage, ndoa mpenzi wangu." Baba naye alijibu. Asikwambie mtu, kwa kipindi hicho nilikuwa natamani sana ndoa. Nilikuwa natamani niingie katika ndoa hata siku ile ile. Maneno ya baba yalinifanya nijawe na furaha mno. Unaisema kwamba mimi ndo mwanao. Taarifa ndio hiyo, kwamba even my daddy hawezi kusubiri kwa ndoa yangu, nilimwambia mama. Furaha ya mama ilipotea usoni mwake. Alikuwa ni mwanamke dhaifu sana, yani mwanamke ambaye amekosa amani kabisa ndani ya moyo wake. Nakumbuka aliniambia, "Alvila, bado naendelea kukusisitiza kwamba nitese vile ambavyo unajua, lakini yani hili ambalo unalifanya kwangu muda huu kwa kucheka, basi litarudi kwako ukiwa unalia. Utalia na kusaga meno." Mwandishi wa mashairi anaitwa William S. Burroughs aliwahi kusema, katika dunia ya asili, yani uchawi, au katika ulimwengu wa uumbaji, ni kwamba hakuna kukosa ushirikiano au linganifu, na hakuna ajali katika dunia hii, bali kile kinachotokea ni kwamba huenda mtu ambaye linamtokea amesababisha, kama sio kutaka. Najua mimi nitakuwa ni miongoni mwa watu ambao nilikosea sana kwa kuleta mwanangu, kwa sababu nimekuingiza katika maadili mabaya, huku nikijua kwamba ndio ilikuwa sehemu ya mapenzi na malezi bora kwako. Zile siku unapita sebleni ukiwa na boxer na bukta, huku juu umevaa singlet ama topu ambalo linaonyesha chuchu zako, huenda zilimshawishi baba yako, na sikukukataza wala kukuambia kwamba hili ni baya. Nilikuacha kwa kuamini kwamba na kuonyesha mapenzi ya dhati na kukuacha ufanye unachojisikia. Muda mwingine unavaa shati kubwa bila hata nguo nyingine ndani. Huenda ndio matunda ya haya, maana sikuwahi kusema mbona mapaja yako unayaacha wazi hata mbele ya baba yako, kwa kuamini kwamba hata yeye alikuwa na jukumu la kukuambia kwamba hili usifanye, hili fanya. Kumbe sikuwa na jua
mwenye jukumu la kumlea mtoto wa kike katika maadili na tabia njema ni mimi, mama yako. Laiti kama ningekulea katika misingi ya dini na kukataza kila aina ya vitu ambavyo ulikuwa ukivifanya, basi huenda nisingefikia kudhalilika katika hili. Pengine ningekuwa na mimi najiweka karibu kwako, basi haya yote singetokea. Lakini nimeyatengeneza haya mazingira. Nimejitengenezea mwenyewe kifo ambacho leo hii kinanisubiri mbele yangu. Asante sana mama yangu, kwa kunifanya niwe mama mbaya katika dunia hivi sasa. Nashukuru mama. Mama yangu aliongea maneno huku akiwa analia. Mwili wake ulikuwa umepooza mno. Yaani mwisho niliona amezimia, nami niliondoka. Huyo na ufe kabisa mbwa wewe, nilisema huku nikimtupa chini. Mama, nilienda chumbani kwa baba ambapo huko tulifanya mapenzi, huku nikitoa miguno ya sauti ya juu ili mama apate kusikia vizuri jinsi gani binti yake anapelekewa moto. Sio mimi wala baba, wote tulifurahia kile ambacho yeye alikuwa ameniachia. Tulipomaliza niliona kama mlinzi akimpa msaada mama, lakini sikujali sana kwa kuwa naye tayari nilishamchimba mkwara kwamba hakuna kutoa siri ya mlindani. Asubuhi palipopambazuka nilienda kumwangalia mama katika zizi la nguruwe, sikumuona. Ilibidi nimwite mlinzi na kumuuliza wapi mama amekwenda. Jambo la kushangaza ni kwamba hata Jawani alikanusha kwamba sikumchukua mama. Nilibaki nimechanganyikiwa huku nikiwa na hasira mno. Nilirudi zangu chumbani nikamuuliza baba kuhusu kutoonekana kwa mama. Nilifika chumbani nikamkuta baba ameweka laptop mezani, huku naye amekaa katika kiti akichezea. Nilimsogelea hadi mgongoni mwake na kumshika mabega. Baba aligeuka akanitazama na kusema, "Mama, umewahi kuamka sana leo?" "Ndiyo, nimewahi." "Na nilienda kumwangalia mama yuko wapi?" Nilisema. "Umemkuta au?" "Hapana, sijamkuta. Sijui Jawani amempeleka wapi." "Huyu mzee mjinga sana. Usikute amejifanya kuwa ana huruma, yani hebu ngoja." Baba alisema na aliinuka katika kiti chake huko akiacha simu mezani kwake. Alipoenda nje ambapo huko alifanya mazungumzo na Jawani, sikujua walikuwa wamezungumza kitu gani. Ingawa mazungumzo yao yalichelewa kidogo, nami nilibaki chumbani nikiendelea kutazama kile ambacho baba alikuwa anakifanya katika laptop yake. Ghafla simu yake iliita. Nilipoangalia kwamba niliona namba ngeni, lakini ilikuwa ni namba ya Brandina. Kimoyo kilinipiga hadi nikajiuliza, Brandina anapiga simu kwa baba, alikuwa anahitaji nini? Nilitazama ile simu hadi ilipokata. Niliamua kuchukua na kuingia upande wa missed call. Niliona Brandina amepiga mara mbili, ambapo moja alifanikiwa kuongea na baba na ilikuwa ni kama dakika moja iliyopita. Ingine ndiyo hii ambayo haijapokelewa. Hasira zilinipanda. Nilijiuliza Brandina alikuwa akizungumza nini na baba. Basi niliangalia taarifa za simu ile ambayo ilipokelewa na kuongea. Taarifa rasmi zilikuja zinaonyesha kwamba waliongea kwa zaidi ya dakika kama 10 hivi. Ina maana wakati mimi niko nje ndio muda ambao baba alikuwa anaongea na Brandina. Nilijiuliza huku nikiwa nina hasira mno. Sasa niliamua kuingia katika upande wa message ili kutazama nini ambacho walikuwa wakitumiana, lakini sikuweza kuona lolote lile. Labda itakuwa ni salama tu, nilijisemea ndani ya moyo wangu, ingawa bado nilikuwa na mashaka mno. Basi baba aliporudi sikutaka kumuuliza lolote kuhusiana na simu ya Brandina. Baada yake nilimuuliza kuhusu wapi mama alikuwepo. Kwa hiyo mama kapelekwa wapi? Baba akasema kwamba amemchukua akaenda naye kwake. Kufanyaje? Nilihamaki. Kwanza nilikuwa na hasira, maana niliona kama Jawani anataka kucheza na akili zangu, wakati mimi na palilia magugu ya kifo
yeye analeta ushenzi. Hani Joanna ananitafuta nini? Labda haoni kama anaweza kuchelewesha kila kitu ambacho tumekipanga? Na vipi kuhusu mpango wa ndoa? Nilimuuliza baba kwa hasira mno. Sidhani, ila nimeshaongea naye na jioni tutaenda kumchukua, baba alisema. Nilipoona nimepewa maelezo ya kuridhisha nilipoa. Nikarudia simu yangu na baba alienda kuoga bafuni. Nikiwa nimeshika simu, wazo la kwanza lilikuwa ni kuongea na Brandina kuhusu kukuta namba yake kwa baba. Nilimpigia simu kisha nikatoka zangu nje huku nikiwa nina furaha kiasi. Nilisogea hadi katika eneo karibu na eneo la bwawa la kuogelea na kisha tulianza kuongea. Nimeona unaongea na Hani kwa zaidi ya dakika 20. Mlikuwa mnaongea nini na kwamba namba yako umeitoa wapi? Nilimuuliza. Mwaya, unahisi kwamba nitakuibia? Hebu punguza wivu ndugu yangu. Yaani hata hivyo nilikuwa naongea naye kuhusu kututafutia shule, maana naona wewe mwenzangu kama huna mpango hivi. He is your daddy. Hata kama sio baba yangu. Lakini kumbuka huyo na mtumia kama sehemu ya watu muhimu, alisema Brandina. Majibu yake kweli sikuyapenda. Niliona kama sitakuwa mkali kwake basi nitamkosa baba yangu. Nilimwambia, nilishakwambia mwanzo kwamba kama unataka ushoga na mimi ufe, basi jifanye kumshobokea mpenzi wangu. Yaani sina matani katika kabisa Brandina katika hili. Na ukijifanya uelewi, utakipata. Na hiso unanifahamu vizuri tu. Kama namburuza mama yangu hapa sembose wewe, nilisema na kukata simu. Nilichokuwa sikitaki ni kuona Brandina anakuwa na ushoga na baba kwa sababu nilishahisi huenda kungekuwa na kitu ama ajenda ya siri ambayo ingeendelea baina yao. Wanasema unachokiota ndicho ambacho kinaenda kutokea. Ndio hivyo ilivyokawa miaka 2 ya mbele. Hadi kufikia hapa Alvila aliweka kitu kingine kikubwa. Nilijikuta nashusha pumzi na kisha namtazama na kuweka sura ya kutamani kujua nini ambacho kilitokea. Lakini kabla ya kumwambia aeleze, nilijikita zaidi katika maswali yangu ya msingi. Ilikuwaje na mama alifariki ama la? Nilimuuliza. Alvila alifuta mafua kisha akafuta machozi ambayo yalikuwa yakimtoka huku akilowesha meza yangu na kisha akasema, "Ndiyo, mama alifariki miaka 2 mbele." Huku akiugua na ilifika hatua alioza kabisa. Kwa muda wote huo ni nani ambaye alikuwa anampatia matibabu? Hakuna. Ila tulimtoa kwa mlinzi na kumweka pale nyumbani tena katika store tu. Mama yangu, nisamee mimi mwanao, nisamee sana, Alvila aliongea huku akiendelea kutokwa na machozi. Nilijikuta na kosa la kuzungumza. Mdomo wangu ulikuwa unatetemeka mno. Hasira ambazo nilikuwa nazo zilipitiliza. Nilitamani nimpige huyu binti, lakini niliwaza huenda ningekosa mengi kutoka kwake. Hivyo napaswa kuwa mpole na kumuuliza. Nilijiweka sawa ili kuanza ungwe nyingine ya maswali juu yake. Maswali ambayo hayakuwa na mfano zaidi, yani ikiwa ni kujua ni nini haswa ambacho kilikuwa kinaendelea katika maisha yake. Kwa hiyo ilikuwaje hadi baba alimuoa Brandina na sio wewe kama ambavyo mlipanga? Nilimuuliza. It is very long story. Ilikuwaje? Kwa kuwa upo hapa, just explain it. Elezea tu, nilimsisitiza. Basi Alvila alijiweka sawa na kisha akanitazama. Niliona akitoa picha katika mkoba wake ambayo alikuja nayo na kuiweka mezani. Akasema, "Huyu ndiye Brandina Ramson." Alinikabidhi ile picha ambayo ilikuwa na mwanaume wa makamo hivi, miaka yake haizidi 40. "Ndiyo, na huyu ndiye Brandina," Alvila alisema huku akinikabidhi ile picha. Mkono wa kulia ulipokea ile picha na mwingine picha ya kwanza niliweka juu ya meza. Nilipoitazama ile picha niliona sura ya Brandina ikiwa kama ya Alvila. Yaani laiti kama nisingeambiwa kwamba huyu ni Brandina, basi ningezani ni yeye Alvila. Kwa sio wewe kweli? Nilimuuliza.
Akanambia sio mimi, ni Brandina. Kwa nini sasa mmefanana hivi? Long story, ila baba na mama yetu ni mmoja. Alvila aliweka kituo kingine hapa, kisha akangua kilio ambacho kilininyima uhuru wa kuuliza maswali. Nilikaa kumtazama Alvila ambaye aliendelea kutokwa na machozi. Mbele yangu niliona nikiwa na mlima mzito uliobeba historia ya maisha yake. Ili nipate kufahamu ni nini hasa kilikuwa kinaendelea na kilimkuta, basi ili nilazimu nianze kuupanda mlima ule taratibu ili niweze kumaliza na nisiweze kuchoka. Nilijiweka sawa na kisha nikaruhusu mkono wangu wa kulia kushika kidaftari kidogo hiki ambacho nilianza kuandika baadhi ya maswali muhimu kuhusu uchache wa yale ambayo aliyasimulia. Alvila, nilimuita bila hata kumtazama. Abe, na aliitika huko akiinua macho yake na kunitazama. Unaweza kuendelea mwenyewe kwa kunisimulia moja kwa moja au niwe na kuuliza maswali kisha unajibu? Ipi itakuwa njia rahisi kwako? Nilimpa mtego kamili wa kufanya maongezi yetu yafikie tamati. Baada ya swali kufika kwa mjibuji, basi niliona alinitazama kwa dakika kama moja hivi na kisha akasema, naweza tu kuendelea pale ambapo nitashindwa kusimulia, nitasimama, nitalia ili kupunguza maumivu kabisa, na kisha nitaendelea tena. Kama mlevi akipewa chupa ya pombe hufurahia, ndivyo ambavyo naweza kusema ilikuwa kwangu, yani kwa wakati ule, maana niliona nimepewa uhuru mno. Nilikohoa kidogo na kisha nikasema, nisimulie maisha halisi, yani hata kabla ya kufa kwa mama hadi kufikia katika ndoa. Kuhusu mama, si ndio? Ndio, anza kabla ya kifo chake, then baada ya kifo chake ndio tutaanza kumjua huyu mwingine ambaye anaitwa Brandina. Au kuna uwezekano wote kwa simulia kwa pamoja? Inawezekana, maana kila mmoja anamtegemea mwenzake na ni matatizo ambayo yametengenezwa na hawa wote, kama sio mimi nikiwemo. Sawa, tuanze safari sasa, nilisema huku nikijiweka sawa. Basi hivi ndivyo ambavyo tumetamatisha sehemu ya pili ya mkasa huu mzuri unaokwenda kwa jina la Nani Kaniambukiza. Unataka kujua nini ambacho kiliendelea katika safari hii mpya ya historia ya ndugu yetu Alvila? Nini ambacho kilitokea zaidi? Mwandishi, msimuliaji wetu anataka kufahamu, na wewe pia msikilizaji unataka kufahamu. Ni historia mpya ambayo tunakwenda kuifungua. Nini ambacho kilitokea baina ya hawa watu? Na hawa kweli ni wapacha au nini ambacho kilitokea? Ni nani mama halisi au baba halisi wa hawa watoto? Kweli ni ndogo? Kumbuka hii ni Simulizi Zetu Media na mimi ni Asia Swai. Kwaheri na nikutakia wakati mwema.